lakini napenda kumshukuru Mungu pamoja na wewe kwa mwaka uliopita. Katika mwaka uliopita tulianza kwa ushindi mkubwa mahali hapa na tunamaliza kwa ushindi mkubwa pia. Haina maana kwamba mambo yalikuwa salama tu katika mwaka huu. Tumeona na kushuhudia mambo ya furaha sana sana sana, yanatufurahisha, lakini pia tumepitia mambo mengine ambayo kama yalishusha mioyo yetu, lakini kwa ujumla tumeona Mungu akiokoa, tumeona Mungu akiponya, Mungu akifungua, tumeona Mungu akitenda kazi njema katikati yetu. Kwa hiyo tuna sababu ya kumshukuru Mungu kwa yale yote ambayo amefanya katika mwaka huu, na tuna matarajio makubwa katika mwaka unaokuja. Tunapomaliza mwaka huu, tunaanza na mwaka mwingine. Ni kipindi kipya, ni awamu mpya, ni muhula mpya ambao tunakwenda kuona matendo makuu ya Mungu ambaye anatembea katikati yetu, na kila mmoja atashuhudia wema wa Mungu nyumbani kwake, yale ambayo hayajawahi kutokea na yale ambayo ulikuwa huwezi kutarajia. Lakini hebu uangalie mwaka mpya tunaoanza, si basama kwa dakika chache zijazo, kwamba Mungu ana kusudi, Mungu ana mpango, Mungu ana makusudi mema kwa ajili ya wewe, kwa ajili ya nyumba yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya kanisa. Yale ambayo adui alikuwa amezuia, yale ambayo adui alikuwa ameyafunga, yale ambayo alikuwa yamezuiliwa kwako, tunaamka sasa kwa neno la ujasiri, kwa sababu neno tunalolikiri na neno tunaloliamini Mungu analitia muhuri. Kwa hiyo jioni ya leo napenda kuzungumza, kuna mambo mengi ambayo ulipitia, mengine hayakuwa sawa sawa, lakini nataka kusema kwamba kama alivyosema Musa, alisema hivi, wale maadui ambao umeona sasa wamekuwa wakifuatilia mwaka mzima uliopita, akasema kwamba sasa tunapoanza hapa, akasema kwamba hamtawaona tena. Haleluya, haleluya. Jumapili nilizungumza futari, nasema tuyasahau mambo yaliyopita, tunaanza na mambo mapya. Nataka tunapoanza mwaka huu, anza kwa ujasiri, anza kwa imani, anza kwa kumwona Mungu kwa upya, anza kwa kuliangalia jina la Yesu ambalo halijawahi kushindwa, jina la Yesu ambalo halijawahi kushindwa. Unasema nitasimama. Haleluya. Kuna mambo yaliyokutia hofu mwaka uliopita, kuna mambo yalikutikisa mwaka uliopita, kuna mambo ambayo yalitikisa moyo wako. Kuna wakati fulani imani yako ilishuka kabisa, ulikuwa huoni njia, lakini jioni ya leo napenda nitamke neno hili. Haleluya. Unapoondoka, uondoke kwa ujasiri kwamba na uanze mwaka huu pamoja na Bwana. Bwana ambaye hawezi kusema uongo, Bwana ambaye ahadi zake ni kweli, Bwana ambaye akisema amesema, akiahidi ameahidi. Nataka niseme kwamba yale yaliyozuiliwa mwaka uliopita, haleluya, mwaka huu yafunguliwe. Haleluya. Hebu chukua neno hili, napenda nizungumza na moyo wako. Mwambie nachukua neno hili. Haleluya. Mwambie yale yaliyozuiliwa, haleluya, katika maisha yangu, yale ambayo alikuwa siwezi hata kumwambia mtu. Unajua kuna mambo mengine huwezi kumwambia mtu. Mwambie mwaka huu ninataka nianze kwa imani, nataka nianze kwa ujasiri, nataka nianze kwa nguvu, naanza kuliamini neno lako kwa upya. Haleluya. Yale yaliyozuiliwa, yale yaliyofungwa, na yafungua katika jina la Yesu. Kwa imani naondoka. Mwaka unapoanza, naondoka kwa ujasiri mpya, naondoka kwa mashangilio, naondoka kwa shangwe, nikimwambia Mungu, haleluya, yale yaliyozuiliwa, yale ambayo yalikuwa mateso, yale ambayo yamekuwa miiba, yale ambayo yamekuwa upungufu, na kuamini wewe Mungu wa kweli, ambayo unasema hakika, na ukisema neno hakuna linalozuilika. Haleluya, 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 amen. Muda wetu ni mchache, lakini kwa hizi dakika napenda nizungumze na wewe kwamba mwaka 26 ni mwaka wa kuzaa matunda. Haleluya. Mwaka 2026 ni mwaka wa kuzaa matunda. Unalipokea hilo?
Sema kama unalipokea, sema amen. Haleluya. Ni mwaka wa kuzaa matunda. Haleluya. Hebu sema ni mwaka wa kufanya nini? Kuzaa matunda. Kila kinachoishi kina uwezo wa kuzaa na kuongezeka. Haleluya. Kila kinachofanya nini? Kila kilicho hai, kama ni mbegu iliyo hai, ina uwezo wa kuzaa matunda. Kwa hiyo kila kinachoishi kina uwezo wa kuzaa matunda. Kama hakuna matunda yanayotokea, kuna tatizo mahali fulani. Sawa? Sawa? Kama hakuna matunda, maana matunda ndio kusudi la uhai wa kitu. Kwa hiyo tunataka tukiri, tuamini pamoja. Ni neno la kinabii kwamba mwaka wa kuzaa matunda, tena mengi. Haleluya. Machache au mengi? Ni mwaka wa kuzaa matunda. Katika Mwanzo 1:28 Mungu alimwamuru Adam kwamba azae na kuongezeka. Haleluya. Hiyo ndio amri ya kwanza kabisa. Kuzaa na kufanya nini? Na kuongezeka. Kuzaa maana yake ni ongezeko. Maana yake ni ongezeko. Mungu anataka tuzae. Yako matunda ya kiroho, yako matunda kule nyumbani. Unaweza hata kuwa uzao wa tumbo, sawa? Mafanikio katika maisha ni kusudi la Mungu kwa ajili yetu. Yesu alifundisha katika waraka Injili ya Yohana 15 mstari wa 16. Injili ya Yohana 15 mstari wa 16. Ule mstari wa 16. Neno la Mungu linasema hivi: si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awape. Kwa hiyo Mungu amekuchagua. Mungu amekuchagua, amenichagua mimi na wewe. Kusudi lake anataka nikazae matunda. Tunaposema kuzaa matunda ni kwamba mambo yetu mbalimbali yaweze kufanikiwa. Mambo ya kiroho yaweze kufanikiwa. Mambo ya kanisa yaweze kufanikiwa. Mambo ya kazini kwako yaweze kufanikiwa. Mambo ya kwenye familia yako yaweze kufanikiwa. Mambo yote yanayokuhusu wewe yaweze kufanikiwa. Unajua, kwa muda mrefu, kwa sababu umezoea kuona dhiki, kuona matatizo, kuona mambo hayaendi, vitu kama vinakufa,
miradi inakufa, vitu mbalimbali vinakufa. Kwa hiyo akili yako imeamini hivyo kwamba utaendelea hivyo hivyo. Unaona kwamba wakati mwingine muda wa mgonjwa ni mwingi zaidi kuliko muda wa afya. Kwa hiyo huoni kwamba kumbe kuna tunda la afya linaweza kuwepo ukatembea nalo, tunda la mafanikio likaa juu yako, linaweza kuwa pamoja nao, lakini kwa muda mrefu unaamini hivyo. Jioni ya leo nataka uondoe imani hiyo. Hebu muangalie Yesu kwa namna nyingine kabisa, kwamba Mungu anataka vitu vizalishwe. Haleluya! Uko tayari kuzaa? Uko tayari kumwabidi Mungu kwamba mimi nataka nizae zaidi? Haleluya! Nataka nizae zaidi. Hapa anasema hapa katika mstari ambao tumesoma hapa, amesema hivi, anasema si ninyi mlionichagua, Yesu anasema, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa. Haleluya! Inawezekana mwaka huu umekuwa ukistruggle. Inawezekana kihuduma ulijiona uko chini. Inawezekana hukumwambia mtu juu ya habari za Yesu katika mwaka huu. Inawezekana ulikuwa unaona unapotaka kufanya kitu kuna vitu vinakurudisha nyuma. Unaenda hatua 10 mbele, unarudi 20 nyuma. Inawezekana ndivyo ilivyokuwa katika mwaka huu. Lakini asubuhi ya leo, jioni ya leo, hebu ukiri pamoja na mimi kwamba mwaka huu ni mwaka wangu wa kuzaa matunda. Haleluya! Matunda utayaona. Haleluya! Kama ni matunda ya huduma utaona. Haleluya! Utaona, utaanza kuona Mungu anafanya vitu vya tofauti. Nataka unapoondoka hapa mwambie Mungu, nataka kuzaa matunda. Hilo ndio kusudi ambalo nataka Mungu nisaidie. Haleluya! Nyumbani kwako, kwenye shughuli zako, kwenye kazi unayofanya, Mungu anataka matunda yaanze kuonekana. Ina maana kuwepo na ongezeko ambalo Mungu anataka lifanyike katika maisha yako. Yesu alitoa mifano ya miti miwili ambayo ilikuwa haizai matunda. Katika Marko 11:12 mpaka 25 ni Yesu anazungumzia juu ya mtini ambao kwa nje ulionekana matawi mengi na una kijani kingi, na dalili ya kijani kingi kunaonyesha kwamba kuna matunda. Lakini alipoenda katika ule mtini, haleluya, alipoenda katika mtini ule hakufanya nini? Hakuona matunda. Lakini ukionekana kwa nje ulionekana unafanya nini? Una matunda. Yesu akasema, wewe mti. Unajua Yesu alikuwa anazungumza na miti. Haleluya. Kwa hiyo alikuwa anazungumza na vitu vyote alivyoviumba, vinatii amri. Akazungumza, anasema kwamba wewe mti umekuwa ukidanganya watu wengi kwa muda mrefu. Watu wakipita hapa wanafikiri huku kuna matunda, wanakuja kula, wanaona hamna kitu. Anasema tangu leo nisifanye nini? Nisione tena, hutazaa tena kuanzia sasa. Kesho yake Petro akamwambia Yesu, ule mti uliolaani umefanya nini? Umekauka. Hapa nataka nizungumze kitu fulani hapa. Ina maana kwamba tusipozaa, hebu sema tusipozaa. Haleluya, tusipozaa tunafanya nini? Tunafanya nini? Tunafanya nini? Haleluya. Kwa hiyo tusipozaa tunafanya nini? Tunakauka. Unasema tunakaujeje? Tulikuwa na watu hapa wakati mwingine walikuwa na nguvu za kiroho, lakini walipoacha kuzaa wanakuwa watu wa kawaida. Baadaye unaona mtu wa kawaida kabisa. Haleluya. Lakini kuna mti mwingine tena katika Luka 13 mstari wa 6 tutakwenda kusoma. Akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mzabibu. Akaenda akatafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mzabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache
mwaka huu nao hata upalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vema, lakini usipozaa ndipo ukate. Maneno haya alikuwa anazungumzia juu ya taifa la Israeli, lakini jioni ya leo anazungumza na kila Mkristo. Anasema kwa miaka mitatu huu mti kila siku akiangalia anaona wafanya nini? Huu mtini. Kule tumeona mtini uliolaniwa, na hapa Yesu anapozungumza uelewe, kila wakati anapozungumza anataka aone matunda. Hebu sema anataka kufanya nini? Aone matunda. Kwa hiyo tunaona hapa akasema nimeangalia katika mti huu, nimeona, anasema kwamba tazama miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu, niukate. Ni kusudi la Mungu kuona tangu tunapookoka, tunapompokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wetu, Mungu anataka aone matunda. Na tumeona hapa katika Luka, huu mtini ulikuwa unaharibu ardhi, ulikuwa hauna faida, heri kingepandwa kitu kingine, lakini ulikuwa umebaki pale hauzai matunda. Na zaidi ya hapo tunasema kwamba ulikuwa, kwa hiyo akaamuru fanya nini? Ukatwe. Lakini Mungu, huyo mtunzaji wa bustani akasema hebu tupe nafasi nyingine tena, second chance. Unasikia? Mungu siku zote anafanya nini? Ana nafasi ya pili. Hebu sema nafasi ya pili. Ana nafasi ya pili. Jioni ya leo mwambie nipe nafasi ya pili tena. Haleluya. Mwambie nipe nafasi ya pili. Mwaka jana inawezekana nilipoanza mwaka niliahidi kwamba nitafanya hivi. Naona mwaka huu sioni kama nimefanya kitu. Mwambie Bwana nipe nafasi ya pili. Haleluya. Mungu anapenda kukupa nafasi ya pili ili uweze kuzaa, uzae zaidi. Haleluya. Kwa hiyo tumechaguliwa ili tuweze kuzaa matunda, na Mungu ametuita hivyo. Kuna aina mbili ya uzaaji wa matunda. Kuna aina yako matunda ya ndani. Tuwa pamoja. Matunda nani? Ndani yetu. Matunda nini? Ndani yetu. Alafu pili, kuna matunda yanaonekana nje. Hebu tuangalie matunda ya ndani, matunda yapi? Haleluya. Kwa hiyo tunda, wakati mwingine tumeeta katika Galatia 5, ni tunda la Roho. Haleluya. Ni matunda la Roho ni kwamba maisha yako ya uchaji Mungu, maisha yako ya utakatifu, maisha yako ya kumtaka Mungu, maisha yako ya kuhitaji uwepo wa Mungu, maisha yako ya kutafuta, maisha yako ya kutaka neno la Mungu litimie katika maisha yako, maisha yako ya kuendelea kuishi maisha ya kumpendeza Mungu nyumbani kwako, kwenye familia yako, kwa watoto wako, kule kazini kwako, maisha yako ya ndani. Wanapokuona watu, wewe uliokoka katika mwaka uliopita, Mungu anataka aone tunda la ndani. Nimesema kuna aina ngapi? Matunda. Aone tunda la ndani. Hebu sema tunda la ndani. Unaweza kujigusa wewe mwenyewe. Aone tunda la ndani, jinsi nilivyoishi. Haleluya. Mungu anataka niishi, aone kama nazaa matunda ya ndani. Haleluya. Anaona upendo, anaona furaha, anaona msamaha, haoni manunguniko, anaona jinsi unavyotembea na wenzako, anaona jinsi ambavyo unaenenda, anataka aone ndani yako. Wakati mwingine watu wengine hawezi kukuona, lakini wewe mwenyewe uhusiano wako na Mungu, anapenda aone ibada isiyokatika, anapenda aone furaha isiyokatika, anapenda uone jinsi unavyoendelea. Ukiamshwa usiku anakuona unaendelea, sema wewe ni Bwana, wewe ni Mungu, badala ya kusema unalala umesikitika, umelala na majonzi, unalala na malaumu, lakini unaamka kwa sababu ndani yako liko tunda ambalo Mungu anataka kuzaa, lenye ibada ndani ya moyo wako, ibada ambayo haiwezi kukaika, ibada ya ndani. Ndio tunda napenda kuliona. Haleluya. Haleluya. Siku
hizi tuna walokole wengi wameokoka, wana maneno mengi, wanaweza kueleza, lakini tunda la ndani ukianza kuangalia unasema Mwambie mwaka huu Mungu nataka matunda ya kiroho yazaliwe mengi katika maisha yangu. Haleluya. Matunda ya utakatifu. Haleluya. Niishi maisha matakatifu, maisha ya ushuhuda, maisha ya kujitenga na dunia, maisha ya kumpendeza Mungu ndani yangu, nyumba yangu, na familia yangu, na watoto wangu, kule kazini. Napenda Mungu nikuche wewe. Napenda Mungu nikuche wewe, nikutumainie wewe, nikuishie wewe. Haleluya. Ukristo hautenganishwi na maisha matakatifu. Ukristo hautenganishwi na maisha ya usafi. Hebu sema maisha ya usafi. Tunapozungumza hapa juu ya usafi, tunazungumza juu ya mabinti, tunazungumza juu ya vijana, tunazungumza juu ya wamama, tunazungumza juu ya mama. Akili yako imejaa usafi. Neno la Mungu linatutakasa, Roho Mtakatifu anatutakasa. Kwa hiyo mwaka huu useme nitazama matunda ya utakatifu, matunda ya kukupendeza wewe, matunda ya kuisha wewe, matunda sio kujichanganya. Hebu sema sio kujichanganya. Maisha ya kuliona na kukuinua wewe. Moyo wangu utajaa wewe, moyo wangu utajaa furaha ya kujua, moyo wangu utajaa furaha ya kupenda wewe. Tunda la ndani. Haleluya. Tumeona yule mtu akaenda mwaka wa kwanza, alipomwangalia Mkristo anaona miaka mitatu naona yuko hivi tu. Anasema ameokoka, anasema anaendaka kanisani na ana dini nzuri, lakini hana matunda. Akasema nikate, lakini Mungu amekupa nafasi mwaka huu. Mwambie Bwana, kuanzia sasa ndaahidi. Hebu sema mwambie nifanya nini? Nitaishi utu wangu na maisha yangu kukupendeza wewe. Nitazaa matunda, nitazaa matunda. Tunda la ndani. Hebu sema tunda la ndani. Haleluya. Jambo la pili, matunda ya nje. Hebu sema tunda la nje. Tazama matunda yafanya nini? Nje. Yanayoonekana. Haleluya. Yanafanya nini? Yanaonekana. Amua katika mwaka huu kwamba nitamtumikia Bwana. Haleluya. Tunda la pili ni tunda la utumishi wetu. Hebu sema ni tunda la utumishi wetu kwa Bwana. Tumeanza kwanza na tunda la wewe mwenyewe, lakini sasa tunakwenda kuzungumza tunda la utumishi kwa Bwana. Mungu anataka aone mwaka huu matunda. Haleluya. Atakaposimama Neema hapa, haleluya, mwaka unapomalizika, aseme kwa hakika kwamba nilifanya malengo. Haleluya. Nilifanya malengo kwamba nitamwombea fulani, nilimtembelea, nilimwendea, nikamweleza habari ya Yesu. Anapokuja labda kwa mchungaji, sema huyu nimemleta ameokoka. Haleluya. Lakini haleti kwa mchungaji, anamwambia Yesu, haya ndio ulioniagiza nilipokuwa namaliza mwaka, kwamba hawa ndio niliowaleta kwa Yesu. Mara nyingi huwa tunaanza mwaka hatuna malengo yoyote ya kuzaa matunda yoyote. Hebu mwambie, ninakuomba Mungu, ninapoondoka mwaka huu, kwa jinsi ulivyoniokoa, kwa jinsi ulivyotendea mema, na mimi tumeimba pale umetenda mema. Sasa kwa nini usiwaambie wale mema atende kwa watu wengine? Haleluya. Mwambie Mungu, nipo hapa nanyenyekea. Mwaka usinipite. Haleluya. Usinipite mwaka huu. Unitumie upendavyo. Nataka huduma yangu iongezeke, kiwango changu cha maombi kiongezeke, kiwango changu cha ushuhuda kiongezeke, kiwango cha kuwatembelea wengine kiongezeke, kiwango cha kufanya kazi ya Mungu kiongezeke. Huduma mbalimbali ambazo Mungu umenipa katika kanisa lako, umeniweka katika nyumba hii, ziongezeke, na Mungu ataheshimu maneno hayo. Haleluya. Hayo ndio matunda aina mbili ambayo nilitaka nizungumzie, ambayo nataka kuzaa. Haleluya. Fungua Zaburi 92 mstari wa 12. Zaburi 92 12 14. Zaburi 92 12. Mstari wa 12 92 unasema hivi: mwenye haki, nisikilize vizuri, anasema mwenye haki atastawi kama mtende,
nini? Mwenye haki atastawi kama mtende, atakuwa kama mwelezi wa Lebanon. 13 waliopandwa, hebu sema nimepandwa katika nyumba ya Mungu. Haleluya. Anasema waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu. Nyua ni maana penye uwepo wa Mungu wetu. Asema basi katika neno la Mungu hapa anasema kwamba mwenye haki atastawi kama mtende. Mtende ni mti ambao unaota katika mahali nchi kame. Na pamoja unakaa mahali katika nchi kame, lakini una tabia moja mtende, kwamba kila siku utakapoenda utaona matunda yapo. Haleluya. Huu mtende unakuwa katika maeneo magumu, eneo kame kabisa, lakini una tabia moja, unaendelea kuzaa na kuzaa. Ukienda Aprili utakuta unazaa, ukienda Mei utaona unazaa, miezi yote 12 utakuta matunda katika mti wa mtende. Ndilo ambalo anakuambia wewe umepandwa. Inawezekana ni mahali pagumu, inawezekana mume wako hajaokoka, inawezekana labda unapita mapito fulani, umeomba mwaka jana uliopita, wewe huoni, lakini waliopandwa katika nyumba ya Bwana, haleluya, anasema utazaa kama mtende. Hebu mwambie Bwana, nataka nizae miezi 12 yote kama mtende. Haleluya. Anasema utazaa kama mtende. Haleluya. Na zaidi anaeleza pale mwelezi wa Lebanon. Haleluya. Hebu sema mwelezi wa Lebanon. Mwelezi wa Lebanon unakaa katika mahali pakavu. Mwelezi wa Lebanon unaonyesha strength na stability. Hebu strength na stability. Mwelezi wa Lebanon ni miti mikubwa. Inaweza kuwa umri mdogo wa mwelezi ni miaka 150, lakini kuna mielezi inayokaa miaka 1000. Pamoja iko kule Lebanon. Pamoja kama ukichukua bendera ya Lebanon utaona ule mwelezi. Anasema kwa hiyo mwelezi, mwandishi wa Zaburi amezungumza, amesema utakuwa kama mwelezi wa Lebanon. Ina maana utakuwa strong, utakuwa na nguvu, utakuwa na stability, utakuwa na heshima, utakuwa na uwezo, utakuwa na nguvu. Basi na wewe mwambie, mimi nataka nisimame kama mwelezi wa Lebanoni. Haleluya. Katika popote itakapokuwa, hali yoyote itakayotukama, nitakuwa stable. Haleluya. Nitasimama kwa nguvu na ujasiri kama mwelezi wa Lebanoni. Na nitasimama kama mtende popote itakapokuwa. Kama nini? Kama mtende, nitazaa matunda muda wote. Mungu unipe neema. Mungu naomba nisaidie. Nataka nizae matunda kama ambavyo umekusudia. Haleluya. Kwa hiyo ule mstari unaoendelea unasema hivi. Anasema waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi katika nyua za Mungu wetu, watazaa matunda hadi wakati wa uzee, watajaa utomvu, watakuwa na ubichi. Nimeleta neno hili kwa ajili yako. Mungu alete ubichi. Haleluya. Mahali ambapo alikuwa pakavu, mwambie Mungu, naomba nyumba yangu ianze kuwa na ubichi. Ni makusudi yako na ni mapenzi yako kwamba nizae niwe na ubichi. Baada ya kusema maneno hayo, naomba usimame. Mungu tusimame, alafu mambo ya mwaka 26 ile ambayo tunaahidi kwamba tutafanya. Tunamwahidi Mungu. Unaweza kunyosha mkono wako wakati ambapo mama mchungaji atakuwa naomba. Anasema kwamba nitaomba Mungu matunda kwenye familia yangu. Naomba uzao sio wa kawaida katika familia yangu. Na kama huna familia, uko peke yako, umwambie nataka matunda, nataka tunda ambalo limepungua kwako. Mwambie wewe ni mwaka wangu. Haleluya. Mwaka wangu wa kupokea matunda yasiyo ya kawaida. Haleluya. Katika familia, kama ni mwanafamilia, nataka matunda kwenye familia yangu. Zaidi ya hapo, nawaambia kwamba nataka matunda kwenye
kwenye kazi yangu. Nataka nione matunda yakizaliwa mengi kabisa katika familia yangu. Nimezungumza wale mwanzoni, matunda ni ongezeko, nione. Anataka uanze kuzaa, muujiza wa matunda uanze kutokea. Nataka uone Mungu matunda makubwa kwenye biashara yako. Biashara zilizokufa Mungu anapenda kuzifufua kwa upya. Mungu anapenda kufufua huduma yako. Mwambie mwaka huu ni mwaka wa kuinuliwa. Hebu sema, ni mwaka wa kuinuliwa. Ni mwaka wa kuinuliwa kwangu. Haleluya. Oh, haleluya. Katika kanisa tumeamua ni mwaka wa utumishi. Haleluya. Ni mwaka wa kumtikia Mungu, ni mwaka wa kuitika, ni mwaka wa kuitika katika utumishi. Ndio mambo ambayo tunakwenda kukiri mwaka 25. Haleluya. Ni mwaka wa kutumiwa na Bwana. Je, uko tayari kusema uko tayari kutumiwa na Bwana katika mwaka huu? Oh, mwambie nitatumiwa na Bwana. Mungu atanitumia. Anasema Isaya, akasema ndipo niliposema mimi hapa, nitume mimi. Huo ndio msingi ambao utasimamia katika mwaka huu. Tutamwambia Mungu, nitume mimi. Anasema Isaya, akasema ndipo niliposema mimi hapa. Je, uko hapa na wewe unakiri kwamba mimi niko hapa na Mungu amesema, akasema nitume mimi? Je, unataka kuomba kuambia niko tayari Bwana, ili niweze kuzaa matunda? Nataka Mungu anitumie na mimi niko hapa. Unaambia niko hapa Bwana, niko hapa Bwana, naomba Bwana, nipo hapa. Kama Isaya atasema maneno yale yale kwamba ndipo niliposema mimi hapa, nitume mimi. Haleluya. Hebu nyosha mkono wako wakati mama mchungaji atakapokuwa anaomba kwa ajili yako. Haleluya. Tuliamini neno la Bwana ambalo limekuja katikati yetu. Tuamini unabii ambao Mungu amesema kupitia kinywa cha mtumishi wake aliyemsimamisha mbele yetu jioni ya leo. Tumeambiwa ni mwaka wa kutuma na Bwana kwa kila eneo. Wewe sema tu niko hapa Bwana na kusikiliza. Katika uwepo wake atasemesha jambo, atakuelekeza namna ya kuendesha familia, atakueleza namna ya kutenda kazi kwa ubunifu, atakueleza namna ya kuongezeka. Iweje unapokuwa katika uwepo wa Bwana? Tumeona kabisa ile picha inaonyesha yuko katika uwepo wa Bwana, anatafuta Mungu apate kuonekana ili amtume katika kuongezeka. Namna ya kuongezeka, ongezeke vipi? Hayo yote Bwana atafanya. Ukiwa umeinua mkono wako, sema Bwana Yesu, ninakushukuru kuniingiza 2026. Ninakushukuru dakika hii nimesimama ndani ya mwaka 2026. Haikuwa rahisi, haikuwa rahisi, haikuwa rahisi. Umenitetea kwa mengi, umenipigania kwa mengi, umenivusha katika mengi. Hebu mshukuru Bwana kwanza kwa kinywa chako wewe mwenyewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai, tunakushukuru. Asante kwa mkombozi uliotupa, asante kwa baraka ulizotupa. Haikuwa rahisi Bwana, haikuwa rahisi kuingia dakika hii katika mwaka wa 2026. Wako wapendwa wengi walitamani, sio kwamba walikuwa na ubaya, lakini mimi umenipendelea, umenipendelea. Natamka haya maneno nikiwa mwaka 2026. Yesu asante, Yesu asante, Yesu asante. Asante kwa ulinzi, asante kwa utetezi, asante kwa kunipigania, asante kwa kunitetea. Mahali pengine sikuwa hata na nguvu ya kusema neno, lakini Bwana ulinitetea. Sikuweza hata kutamka neno, lakini Mungu kwa upendo ulinitetea, ukanivusha katika magonjwa, ukanitetea na kunilinda katika safari, ukanipigania. Wakati mwingine hata nilichoka katika imani, bado ulinishika mkono. Umenipendelea Yesu, umenipendelea Yesu, umenipendelea Yesu, umenipendelea Yesu. Katika mwaka huu nilioingia, naomba unitetee, unisaidie kuongezeka.
neno lako nimelipokea. Umenena nami juu ya maongezeko. Ni mwaka wangu wa kuongezeka kila eneo, kwenye uchumi, kwenye afya, kwenye huduma katika nyumba yako. Umesema waliokaa katika nyumba yako watastawi kama mtende wa Lebanoni. Bwana, ninaomba ustawi kama mwelezi. Bwana, naomba kustawi. Nistawishe Bwana mahali niliponyauka, mahali nilipokuwa katika ukame. Umesema utaleta ubichi, achilia ubichi. Hebu omba sawasawa unabii uliotoka katikati yetu. Omba sawasawa na neno la kinabii lilotoka katikati yetu. Bwana anasikia. Ikiwa ni dakika ya kwanza kabisa na lisaa la kwanza kabisa la kuingia 2026, tamka jambo kwa ajili ya mwaka huu. Mwambie uliyenitetea 2025, nina imani na wewe, nina imani na wewe. Utanitetea 2026, nitavuka salama. Utanipigania, nitastawi tena, nitainuka tena, nitainuka tena, nitainuka tena, nitainuka tena. Umenipendelea Bwana. Ikiwa niko peke yangu, utaniongeza, nitampata mwenzi. Bwana, utanipa mwenzi aliyetoka kwako, ambaye amekuja kwa ajili yangu. Utaniinulia Adamu, utaniinulia Eva mahali aliko.